Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Je, wewe ushahiji katika mlango wa matumaini? Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu tukusanyike kwa jina lake. Nikiwa mimi mtayarishi wa kipindi hiki, ndugu Nicholas Osuka, ndugu mdogo wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Asisi Mkapuchini. Na hapa Capuchin TV tunafuraha kila wakati, haswa siku ya Jumapili tunapojiunga pamoja nawe mtazamaji hapo nyumbani katika kipindi chetu hiki, pale ambapo tunakutana na jumuiya ndogo katika parokia yetu, katika kanisa zetu ndogo, tuweze kutafakari pamoja neno la Mungu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, leo ikiwa ni Jumapili ya Matawi, na furaha kualika wanajumuiya tujiunge na wanajumuiya jumuiya Mtakatifu Teresa, ambapo wanatoka katika kanisa la Mtakatifu Bakita Baba Dogo. Kimshukuru pia baba paroko na viongozi wa jumuiya kuweza kutualika tuweze kushirikiana pamoja. Na ni matumaini yangu kwamba tafakari ya leo itaweza kukujenga wewe mtazamaji hapo nyumbani na kukupatia matumaini kwamba tunapoendelea kusherehekea jubilei ya matumaini, tunaposhirikiana pamoja, tunaweza kutiana matumaini licha ya changamoto tunazopitia katika maisha yetu. Hivyo basi naamini utaweza kuimarika na kujengeka kiimani. Karibu tuweze kusali pamoja. Ninawaambia, amina, amini moja wenu atanisaliti. Nitampiga mchungaji wa kondoo na kondoo kundi lake watatawanyika. Nitampiga mchungaji wa kondoo na kondoo wa kundi lake watatawanyika. Mwanadamu waenda zake ilivyoandikwa, ole ni wake mtu yule amsalitie. Ole wangu, ole wako salitie Bwana. Ingekuwa heri kwetu tusingelizaliwa. Ole wangu, ole wako salitie Bwana. Ingekuwa heri kwetu tusingelizaliwa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu Kristo, umetuahidi kwamba watu wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina lako, wewe upo kati yao.
Tunaamini kwamba u pamoja nasi saa hii tunapokutolea maombi yetu. Tunakushukuru kwa yote uliotujalia siku hii. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema. Tunakushukuru kwa uzima wa roho na wa mwili, afya na kazi, chakula na mashamba na mali yetu yote. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu na dada zetu, wazazi na watoto wetu. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema. Bwana, tunakusihi utusamehe yote tuliyokosa leo. Ikiwa tumefanya kazi yetu vibaya, tusamehe Bwana. Ikiwa tumetenda maovu na kuwadhuru wenzetu, utusamehe Bwana. Ikiwa tumekosa kuwasaidia waliohitaji msaada wetu, utusamehe Bwana. Ikiwa tumenena uongo au masengenyo, utusamehe Bwana. Hivyo tuchunguze dhamiri yetu na kuomba radhi. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Tusali kwa imani kama alivyotufundisha Bwana Yesu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amen. Maneno yote ya Injili mitume, tangazeni kote duniani. Maneno yote ya Injili mitume, tangazeni kote duniani. Haya sasa, fungweni masikio. Haya sasa, fungweni masikio. Maneno ya Injili yaelezwe. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako Bwana. Wakati huo Yesu alitangulia mbele ya kipanda kwenda Yerusalemu. Alipokaribia Bethfage na Bethania, karibu na mlima uitwao wa Mizeituni, aliwatuma wawili wa wafuasi akisema, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Mnapoingia huko, mtamkuta mwanapunda amefungwa, naye hajakaliwa bado na mtu. Mfungeni mkalete hapa. Na kama mtu akiwauliza, kwa nini mnamfungua? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Basi wale waliotumwa wakaenda wakakutana mambo kama alivyoambiwa. Walipofungua mwanapunda, wenyewe wakauliza, kwa nini mnamfungua mwanapunda? Nao wakajibu, Bwana anahitaji. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika mavazi yao juu ya mwanapunda na wakamkalisha Yesu juu yake. Alipoanzisha maandamano, walitandaza mavazi yao njiani alipokaribia mteremko wa mlima wa Mizeituni. Kundi la wafuasi lilianza kufurahi na kumtukuza Mungu kwa shangilio kubwa kwa Injili ya matendo. Makuu yote yaliwaona wakasema, mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Amani mbinguni na utukufu huko juu.
Baadhi ya Mafarisayo katika umati wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wafuasi wako. Akawajibu, nawaambieni kama hawa wakinyamaza mawe yatapiga kelele. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wakati huo Yesu alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Alipokaribia Bethfage na Bethania karibu na milima itwayo wa Mizeituni, aliwatuma 2 wa wafuasi akisema, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Mnapoingia huko, mtamkuta mwanapunda amefungwa, naye hajakaliwa bado na mtu. Mfungueni mkalete hapa. Na kama mtu akiwauliza, kwa nini mnamfungua? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Basi wale waliotumwa wakaenda, wakakuta mambo kama alivyowaambia. Walipomfungua mwanapunda, mwenyewe akawaulizwa, kwani nyinyi mnamfungua mwanapunda? Nao wakajibu, Bwana anamhitaji. Wakampeleka kwa Yesu. Wakatandiza mavazi yao juu ya mwanapunda na wakamkalisha Yesu juu yake. Alipoanzisha maandamano, walitandaza mavazi yao njiani. Alipokaribia mtelemko wa mlima wa Mizeituni, kundi la wafuasi lilianza kufurahia na kumtukuza Mungu kwa shangilio kubwa kwa ajili ya matendo makuu yote walioyaona. Wakasema, barikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Amani mbinguni na utukufu huku juu. Baadhi ya Mafarisayo katika umati wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wafuasi wako. Akawajibu, nawaambieni, kama hawa wakinyamaza, mawe yatapiga kelele. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo. Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Wakati huo Yesu alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Alipokaribia Bethfage na Bethania karibu na mlima itwayo wa Mizeituni, aliwatuma 2 wa wafuasi akisema, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Mnapoingia huko, mtakuta mwanapunda amefungwa, naye hajakaliwa bado na mtu. Mfungueni mkalete hapa. Na kama mtu akiwauliza, kwa nini mnafungua? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Basi wale waliotumwa wakaenda wakakuta mambo kama alivyowaambia. Walipomfungua mwanapunda, mwenyewe wakawauliza, kwa nini mnamfungua mwanapunda? Nao wakajibu, Bwana anamhitaji. Wakampeleka kwa Yesu. Wakatandika mavazi yao juu ya mwanapunda na wakamkalisha Yesu juu yake. Alipoanzisha maandamano, walitandaza mavazi yao njiani. Alipokaribia mtelemko wa mlima wa Mizeituni, kundi la wafuasi lilianza kufurahia na kumtukuza Mungu kwa shangilio kubwa kwa ajili ya matendo makuu yote walioyaona. Wakasema, mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya wafuasi ya Mafarisayo kati ya umati wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wafuasi wako. Akawajibu, nawaambieni, kama hawa wakinyamaza, mawe yatapiga kelele. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa wakati huu nawakaribisha wote. Tumesikiza neno. So yeyote ambaye ameguzwa na neno, maybe umeguzwa na ka word moja, please karibu tunaweza share.
Tumsifu Yesu Kristu. Milele na milele. Amen. Tumsifu Yesu Kristu tena. Milele na milele. Amen. Vile tunavyojua Kristu alikuwa Mungu na lakini alijidhihirisha kama mwanadamu. Tunaona jakuwa hakuchagua mnyama yeyote, hakuchagua farasi ama mnyama yeyote ya dhamani, bali alichagua punda. Na vile mnavyojua punda ni mnyama inayotumika kufanya kazi. Kwangu naona ishara ya Kristu kuonyesha ya kuwa yeye alikuja kutufanyia kazi, kutufungulia njia ya kwenda mbinguni. So tunahimizwa ya kuwa hata sisi tujiweke chini vile Kristu mwenyewe alijiweka na akatumia punda kama kifaa ya kumbeba. So sisi kama wa Kristo tunajiuliza maisha yetu vile tunavyoishi, tumejiweka kama Kristo ama tunataka tujiweke maisha katika maisha mengine? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini punda? Tulikuwa na wanyama wengi ambayo wangechagua. Kwa nini punda? Punda ni mnyama mdogo sana ukilinganisha na wanyama wengine. Wale wako porini, wale wanalelewa nyumbani. But kwa nini punda ndio ilichaguliwa na Yesu Kristo? Alikuwa na uwezo wa kuchagua mnyama yote atumie, but alichagua punda. Sisi kama Wakristo tuna hiyo somo vile mimi naielewa, tusijifanye tujiweke juu ya wengine kwa maisha yetu ile tunayoishi kama Wakristo. Tuishi maisha normal to the same na Wakristo wengine. Usijifanye sana mimi Mungu ameniinua, labda niko na kazi wengine hawana. Jiweke tu kwa level moja na wengine. Hiyo kazi umepewa na Mungu, leo anaweza kupatia, kesho wewe hauna. Leo unaweza kuwa uko na chakula, jirani yako hana. But sasa usiwe ni umejitenga. Wewe hutaki kukaa na wengine juu unajiona uko level nyingine kwa maisha yako. Hii maisha tunayoishi kama Wakristo, hii maisha tunayoishi kama binadamu, yote ni uwezo wake Mungu yeye ndiye ametupatia. Na hao wote tunaoishi nao, majirani, wale tunakutana nao, marafiki, wote ni wameumbwa na Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Katika injili ya leo najifunza mambo matatu. La kwanza, tunaona kama Yesu anatuma wafasi wake waende katika kijiji na anawapatia instructions. Wao bila kupinga waliondoka na wakaenda. Na pia vile aliwaambia, alienda huko, walienda wakakuta mambo yamekuwa vile tu waliwaambiwa, na vile walisema maneno yale ya Yesu, mambo yalikuwa shwari na hawakuwa na tatizo lolote. Mara mingi pia kwa maisha yetu tunaitwa kufanya jambo moja au jingine. Swali ni, tunaitika ama lazima tunungunike kidogo, tuulize maswali mengi kwanza. Kwa nini mimi? Mbona si yule? Mbona inakuwa hivi? Ni muhimu tujifunze kutii wito wa Bwana. Yesu akitutuma, Mungu anatutuma, tuamke na tuende tufanye yale ambao Yesu amefanya, ametuamuru tufanye. Na pia anatufunza ya kwamba tukienda bila kunungunika na kujituma vile tu ametuamuru, mambo yote yatakuwa shwari kwa sababu yeye atakuwa ameshatengeneza maneno. Hao wafasi walienda, walipata mwanapunda, waliuliza na mwenyewe,
unaweza imagine umeenda tu kwa boma la mtu unataka kuchukua kitu. I think kawaida unaweza itiwa hata watu wakupige, uonekana kama we ni mwizi. Like, walienda, hiyo ingewezekana, ingefanyika hivyo, lakini haikufanyika hivyo because Mungu enyewe alishatangulia mbele na alishatengeneza maneno. So tunapotumwa tujue Yesu mwenyewe anajua kwa nini anatutuma na ako pamoja nasi na already atatulinda na atatufanyia mambo yote yawe rahisi. Jambo la tatu, wakati Yesu alikuwa anapitia vile walileta mwanapunda, sasa walianza maandamano. Hata wenye walikaa kando ya barabara walijazwa na Roho Mtakatifu, walianza kufurahi. Kwa nini? Wameona mkombozi wao, mfalme. Kumaanisha maybe hapo nyuma kidogo labda hawakuwa na hiyo furaha, hawakuwa wameona utukufu wa Yesu. Lakini wakati Yesu alikuwa anapita, walijazwa na hiyo Roho Mtakatifu, wakaanza kufurahi na kuimba nyimbo za kusifu Mungu. Wafarisai nao wakaanza kujaribu kuambia Yesu atulize watu, wanyamaze, labda wanapiga kelele. Mara nyingi sisi kama Wakatoliki tunaanza msafara sehemu moja tukienda kwingine. Maybe kwa wale wengine wanawezaona mnapiga kelele au nini. Yesu anawaambia hawa wakinyamaza mawe yataanza kupiga kelele. Yaani sisi wenyewe tukinyamaza, tukiacha kusifu Mungu, tukiacha kuabudu Mungu, tukiacha kutukuza Mungu, Mungu mwenyewe ako na uwezo wa kufanya hata mawe yenyewe waanze kumtukuza. Inaweza kuwa tunaamka hata kila asubuhi atushukuru Mungu, tumepewa chakula, atushukuru Mungu, lakini unaweza imagine ndege angani bado wanamshukuru Mungu, wanyama wote porini wanashukuru Mungu. So tunajifunza tuwe watu wa kujaribu kushukuru Mungu kwa yale yote ametutendea, na wakati ambapo tumemkubalia akaingia kwetu, tujazwe na furaha na tujazwe na Roho Mtakatifu, tuendelee kuishi kwa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mi kwa somo nimetoka na kitu moja, although Ben alishaisema. Hapo penye wamesema watu walikuja wakipiga kelele, alafu wafuasi wake wakamwambia awatulize. Imani yetu tukiwa nayo, tusisikize watu wa nje. Moso sisi Wakatoliki kuna wenye wana question so many things zenye sisi tunafanya. Tushikilie imani yetu, kwa sababu tusipoishikilia, hata tukiamua kunyamaza watuzimishe, hata mawe wataendelea kumshukuru na kumtukuza Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Neno yetu kuishi kadiri ya Injili ni maisha ya watakatifu. Tuwakimbilie wapate kutuombea kwa Mungu. Maria mtakatifu, utuombe. Katika uovu wote, utuopoe Bwana. Kristo tusikie. Bwana, tunapoyaga siku hii, tunawaweka mikononi mwako jamaa na rafiki zetu na wote tuliokutana nao, wagonjwa pia na maskini, wasafiri, wafungwa na wote wenye taabu na huzuni. Sasa kila mmoja wetu tunajua yale ambayo tunayapitia katika familia zetu, katika jumuiya yetu na katika kila maisha ambayo tunapitia, hata katika makazi zetu. Tunaomba kila mmoja wetu aweze kuombea kila jambo ambayo tunapitia, ili Mwenyezi Mungu aweze kutubariki. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako tukisema ni asante kwa kila jambo, kwa kila kitu ambacho umetupa. Mungu Baba Mwenyezi, tunakabidhi jumuiya yetu wa Teresa wa Calcutta. Tunakuomba Baba ubariki jumuiya. Tunaomba Mungu wetu ubariki wanajumuiya wetu Fred ambaye anaugua, na pia ubariki pia mtoto wa Roslyn Wandera.
Mungu Baba Mwenyezi, tunakabidhi pia watoto wetu walioko likizoni mbele yako, ili wabariki na walinde katika kila shida ambayo wanaweza kumbana nayo, kwani wewe ndiyo mlinzi wao. Na kwa hayo ninayaomba. Mungu sikiliza sala zetu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nakuja mbele yako siku ya leo kuweka wanateresa wote mbele yako. Naombea wote wenye hawajaweza kupata wakati wa kufika siku ya leo, wabariki, na siku ingine tukiwa na shughuli wapate nafasi ya kukuja. Wale wote ambao umewezesha kufika hapa, unajua kila kitu ambao iko mioyoni mwao, Mungu Baba, na kuomba wafariji watu wote walio na huzuni moyoni mwao. Na Mungu pia tunashukuru kuwa na mgeni kutoka studio yako, Mungu Baba. Tunaomba hii exercise yenye tunafanya leo ikamilike kwa utukufu wako. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo. Mungu sikiliza sala zetu. A prayer to the clergy. Almighty God, we come before you this evening. We glorify your name. We thank you for the gift of the clergy, the Pope, the bishops, and all the priests and those whom you've called to serve you. We ask you to give them the Holy Spirit to continue guiding them, so that as they give us the word to nourish our souls, you always give them the strength and protect them against any power that may sway them away. Lord, hear us. We also pray for our country, Lord, that you may give us peace. May you bless the leaders that you've given unto us. May they lead us with wisdom and always take care of the people that you give them to serve. Lord, hear us. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa siku ya leo, kutulinda wiki mzima mpaka imefika siku ya leo. Sisi ni mwema kwako, lakini upendo wako Mungu Baba kwetu. Tunaweka wagonjwa wote mikononi mwako, walio hospitali, hata wenye wameshindwa na nguvu ya kufika hospitali. Hata sisi wenyewe ni wagonjwa katika roho zetu. Mungu Baba, tunahitaji uponyaji wako, na kwa hayo tunaomba. Mungu sikiliza sala zetu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakabidhi watoto wote mikononi mwako Mungu wetu. Tazama wamerudi nyumbani kwa likizo wa muhula wa kwanza Mungu Baba. Ukawalinde, ukaongoze na ukawape hekima waweze kuelewana na wazazi wao wakati mfupi ambao watakuwa nyumbani mwetu Mungu Baba. Wakinge kutokana na giza zote ambazo zinaandama watoto Mungu wetu. Barabara zetu zote mikononi mwako Mungu wetu. Zimekuwa za ajabu, zinaangamiza watu wetu Mungu wetu. Na kwa hayo tunaomba. Mungu sikiliza sala zetu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunasema ni asante kwa siku ya leo. Baba, jioni tunaweka mikononi mwako parokia yetu ya Sacred Heart Papadogo na association yetu ya St. Josephine Bakita. Baba, uweze kutuongoza yale mpango yote ambayo tuko nayo kama parokia, kama association, uweze kutuongoza na uweze kutubariki. Na kwa hayo nimeomba. Mungu sikiliza sala zetu. Kwa yale ambayo tumeyanena kutoka mdomoni mwetu, yale ambayo yako moyoni mwetu, tuweze kuyakabidhi mbele ya mama yetu Maria, aweze kuyakabidhi kwa mwanae, tukisema salamu Maria, ya neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Mwishoni, Bwana, tunakuomba wote waliofariki leo wajalie mwanga na amani ya Kristu. Amina. Kristu alitukabidhi kwa mama yake. Tumsihi Maria mama yetu atulinde na kutukaribisha kwa mwanawe. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Ukae nasi Bwana tunapopumzika, na baraka zako zishukie nyumba zetu, ili wote wanaokaa humo wajaliwe amani yako. Amina. Mwenyezi Mungu atubariki, Baba
na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yetu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Fanyeni mabadiliko mioyoni mwenu kwa kufunga na kwa kulia na kuomboleza, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Pigeni tarumbeta huko Sayuni, waambieni watu wote ili wafunge, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kusanyeni watu wote, waleteni kwangu, waleteni na watoto hata naze, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yetu yote. Ndugu mtazamaji, nakushukuru kwa kuweza kuwa pamoja nasi katika muda huu wote wa zaidi ya nusu saa tunapotafakari pamoja katika neno la Mungu, jumuiya zetu ndogo. Na tusisahau kwamba mwaka huu bado tunasherehekea jubilea miaka 50 tangu jumuiya ndogo zilipoanzishwa katika eneo la Amesea. Na ni matumaini yangu kwamba tumeweza kushirikiana pamoja katika jumuiya na tutaendelea pia kuendelea kushirikiana. Kabla ya tamati, shukrani zangu za dhati ziwaendee jumuiya Mtakatifu Mother Teresa kwa kuweza kujiunga pamoja nasi. Pia shukrani za kipekee zimuendee baba paroko wa parokia ambao ameturuhusu tuweze kujiunga pamoja na jumuiya hii, tuweze kuhubiri pamoja na kutafakari neno la Mungu. Pia kwa kundi kizima cha Capuchin TV, wale ambao wanasaidia kushiriki katika kuandaa kipindi hiki, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Naye mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba unaweza kuwa bado hujaji wa matumaini. Tusikate tamaa. Changamoto zipo nyingi, lakini Mungu anatuambia tutazame katika msalaba. Na tunapotazama katika msalaba pamoja katika jumuiya, pamoja katika familia, tunaweza kuwa tunaimarika na tutaweza kuvuka changamoto tunazopitia ili tuweze kufika hiyo ngambo nyingine na hata kuweza kurithi ufalme wa mbinguni. Na pia naomba kukukumbusha kwamba ni
nafasi nzuri ambao tunakualika uweze kutualika pia katika jumuiya yenu, tuweze kushiriki pamoja hapa Capuchin TV, na pia kwa msaada wako unapoendelea kutusaidia katika kazi ya uinjilishaji. Mwenyezi Mungu akubariki. Hadi juma lijalo, ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki ndugu Nicholas Osuka. Mwenyezi Mungu akubariki, na naomba kukutakia Pasaka njema yenye heri na amani.